wa Kakamega County. Oparanya nani Baraza sio governor. Yule jamani goons. Na mimi nawaambianga ukweli. Na mimi nikiongea utaona wajinga wengine wananipigia simu wananiambia atusikanyage nyumbani. Kwani mimi nimezaliwa hapa Nairobi. Naongea kwa baraza na ninakuja nyumbani. Baraza sio governor. Huyu jamaa mimi namjua. Kazi yake ni kupanga watu venye wanapigwa. Juzi nimeona ametusi former governor wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya. Oparanya is a wise man. Ile masomo Oparanya ako nayo hata we baraza huwezi fikia. Yule jamani mtu amesoma bwana. Oparanya ndio amekaa chini wakachora vision ya 2032. Huyo Oparanya. Nimeona ameongea mambo mingi, ameongea madelegate walikuwa wanalala kwa Oparanya. Oparanya amenunua madelegate, ameingilia. Saa hii chairman wa Kakamega saini na Bina Bwera. Hiyo ukae ukijua hivyo. Na kama umekosa umeshindwa kukontroli kiti yako ya hii ya chairman ya Kakamega ya ODM, my friend, nimeona umetusi former governor, umetusi Mama Ellis Mohanda ambao tunataka kuwe governor hiyo county 2027. Nataka niambie baraza ya kwamba wewe ile vitu unaongea zote ni PR. Na mimi nataka niambie wafasi wa baraza wale ambao mnatumika kupiga watu. Sasa hivi mnatumika kutoa watu kwa nyumba mkipiga. Ati mtu akikosoa baraza na kutumia 1000 unaenda unapiga ndugu yako. Inafaa ujue kuna wakati governor anakuja kuachilia hiyo ofisi. Na sisi tutaingia. Tutawafanya maneno. Itabidi mpotelee kule Uganda. Tunawajua, si hata tuwajui. Wale magunzi wote wa baraza tunawajua. Saa hii unasema ati ya kwamba baraza anasema kwa social media na Kenya mzima anasema ya kwamba ati Oparanya ameingilia kazi yenye baraza anafanya Kakamega. Kazi ya kupiga watu ni kazi. Kazi ya kupiga watu kwa matanga, hiyo ni kazi. Hiyo sio kazi. Mimi nataka niambie baraza ya kwamba wewe, mimi nakuambianga kama mtu na unaona mimi sijasoma, mimi niko sawa. Unaweza kosa akili ya masomo na ukuwe na akili ya kuzaliwa. Nataka niambie baraza, hiyo ugunizumu yako 2027 utajua ujui. Unaenda nyumbani. Baba, unaenda nyumbani. Na ukishaenda nyumbani, ile pesa yenye uliiba Ketrako, kesi imekungoja. Tunafungua faili yako. Mahali mradi yenye Oparanya aliachia bado iko hivyo. Na pesa inaingia, budget inaingia kila mwaka. Budget inaingia ya miradi Kakamega. Lakini hakuna kitu inaendelea. Soko ya Koyonzo imebaki hivyo. Arambe imebaki hivyo. Munami imebaki hivyo. Uhungu Stadium imebaki hivyo. Ati kazi ya baraza, pesa ikishaleketiwa ya budget ya Kakamega County, kuna ile pesa ameweka magunzi ya budget ya magunzi. Anatumianga au magunzi wake pesa wapige watu. But nataka nikwambie, kupiga wakaaji wa Kakamega County haitakupea kura. Inafaa ujue wale watu unapiga Kakamega ni wapiga kura wa hapo. Na unapiga kura za Kakamega. Na vijana wengi wamekuwa viwete, wamevunjwa miguu, wengine wako hospitali. Nataka niambie baraza, wewe baraza, Raila akikuja Kakamega unamdanganya. But mimi ni rafiki ya baba. Hata tunaongeanga na yeye. Mimi ni rafiki ya baba. Mimi Nuru Okanga. Rafiki ya baba sana. Nikipiga simu baba tunaongea na yeye. Hata niambie baba, wachana na baraza. Na kuambia tu, kama utajaribu 2027 ubebe ticket ya ODM, upe baraza direct, my friend, hiyo kitu unaenda kulose. Kakamega County unaenda kulose. Watu waende kwa election. Mimi peke yangu tu ndio utapea direct Kakamega County. Mimi tu peke yangu ni. Mimi sitaki kwenda kwa ballot na mtu. Hiyo ndio award yangu unanipea. Direct. Baba, kama nitasimama 2027 na kama sasa bado sijaamua, mimi ni member wa ODM na sijaamua ile chama ninaweza simama nayo. But nikiamua ni ODM, chama yote nitaamua na simama nayo direct. Sasa niko na vyama ngapi zile na mezea mate? Vyama ngapi? Bill. First of all, mimi ni registered wa ODM. Na tunajua hapo ODM wanapiganga kadi zingine, wananyang'anyana kwa table. But hiyo kadi mimi before mpige hiyo kadi,
nitakuwa nimewapigia kadi. Before mwanzo kupiga hesabu yenu ati huyu Nuru Okanga tunafanya aje? Patapotea tunapea huyu. Haiwezekani kwangu. Mimi ndio nitakuwa nimewapigia kadi ya mapema. Hapo nitatoka. Nataka niambie viongozi wetu wa upinzani. Tafadhali, mimi nawaomba kwa heshima kubwa mwende muangalie Ngodho wa Mngodhe atibiwe. Ngodho wa Mngodhe alipigwa kama ako airport kwenda kuchukua Gachagua. Tafadhali Gachagua, uko na pesa. Gachagua, Ngodho wa Mngodhe alikuwa anakutetea sana. Na ni mtu wako sana. Hata mimi si mtu wa Gachagua. Mimi ni mtu wa Raila Odinga. Na hiyo ni ukweli ya mambo. Mimi si mtu wa Gachagua. Mimi ni mtu wa baba Raila Amolo Odinga. Huyo ndiye amefanya jina yangu imekuwa jina kubwa, Nuru Okanga. Nimekuwa Nuru Okanga kwa sababu ya Raila Odinga, si ya Gachagua. Gachagua amenishika mara 5 akiwa DP. Hata leo hii niko na kesi kotini ya Gachagua. Niko na kesi kotini ya Gachagua. So mimi siwezi jiita ati mimi ni mtu wa Gachagua. Itakuwa nadanganywa Kikuyu. Mimi ni mtu wa one time, but mimi si mtu wa Gachagua. Mimi ni mtu wa Raila Amolo Odinga. Hata kama hako kwa serikali, but mimi ni mtu wa Raila Amolo Odinga. But sikumsupport kuingia kwa hiyo government. Lakini baba alikuwa na reason zake za kwenda kule. Lakini Mr. Nuru Okanga mlionekana Gachagua kwa picha. Ni kama mlionekana. Si Raila Odinga alionekana na Gachagua Mombasa na picha. Ama kuna shida nyingine nikionekana na Gachagua na picha. Kuonekana na Gachagua imaanishi mimi ni mtu wake. Ni Mkenya kama mtu mwingine. Ni kiongozi. So kupiga na yeye picha hiyo sio shida. Kwa DCP. Nani? Kuna mahali nilienda nikaregister DCP. Hebu nikupatie namba zangu za ID uweke kwa poto ya DCP. Uone kama jina yangu iko huko. Mimi si mtu wa Gachagua. Mimi ni member ODM. Na tena naweza defect niingie kwa chama yote. Hakuna mtu amenifungulia pale, amenifunga kwa pingo pale ODM nikatalie. Hapana, naweza toka. Vijana sasa hivi wenye wana move hivi wakina Babu, Sifuna, Caleb Amisi na timu nyingine. Naweza move na tuende chama inaitwa Kenya moja. Sio ni chama. Na unadhani kwa nini Rigathi Gachagua hajamsaidia Ngodho wa Mngodhe? Bwana Rigathi Gachagua, mimi nataka niambie kwanza Rigathi Gachagua tafadhali. Gachagua, Ngodho wa Mngodhe anauza mbavu. Hiyo ni serious. Hata jamaa hizi pinduka. Aliumizwa. Sasa Ngodho wa Mngodhe angekuwa amekufa, Gachagua angetoa. Si Gachagua alitoleanga yule jamaa pesa, yule alikuwa na act kama yeye. Yule alikuwa na act kama DP. Yule nani? Alikuwa anaitwa Mr. KK. KK. Yes. Si Gachagua tu alituma pesa. Mbona kumtumia akiwa mhai? Gachagua, saidia Ngodho wa Mngodhe. Na kuna malaya ingine ili nakula matako kule Landimau, Gaucho. Gaucho anakuwa TikTok live anasema ati jana alimiti na wale watu walipiga Ngodho wa Mngodhe. Na mimi nimeambia Gaucho na narudia kusema hapa, kama serikali na spare Gaucho atakuwa anaongea mambo ya ukabila, hataki kuona Mkikuyu, hataki kuona Muluya, hataki kuona Mkamba, hataki kuona Mkisii. Anasema ati yeye ni diehard ya Raila Amolo Odinga. Kuna mtu diehard wa Raila Odinga kuliko mimi hii Kenya. Gaucho ana support Raila Odinga kwa sababu Raila Odinga ndiye analipia yeye rent. Leo hii Raila Odinga akikosa kulipia Gaucho rent, walai Gaucho atatusi Raila mbaya sana. Mimi nasema ukweli. Mimi nasema ukweli. Ukiona Gaucho anasifu mwanasiasa yoyote, anamlipia rent. Raila Odinga analipia Gaucho rent. Raila Odinga ndiye amehamisha hapa Gaucho kutoka hapa Donum. Slums hapa. Gaucho sasa alikuwa anakaa hapa Donum kwa nyumba 2500. Kisumu ndogo hapa. 2500. Nyumba ya mabati kona kwa. Nyumba ya mabati. Ndio ulikuwa unaona Gaucho anasema sijui nakaa hapi, wacha nishukie hapa niangalie mtu hapa. Hakuwa anataka mtu ajue kwake. Raila Odinga ndiye ametoa Gaucho hapa slums. Na Raila Odinga mimi nataka nikuambie, ukitaka kujua Gaucho akupendi, siku moja akupigie simu anataka pesa ya rent, umwambie hii mwezi nimeshikika. Utaona skali ya Gaucho. Gaucho ni mwizi wa kawaida. Mimi napenda Raila Odinga for free. Mimi siwezi jisifu ati Raila Odinga, hapana. Mimi Raila Odinga naongeanga tu na yeye kwa simu tunasalimiana. Hivyo tu.
Maisha yangu mimi nakaa tu maisha yangu. Mimi nakaa tu maisha yangu. Hata watu wananipigia ile siku nilipigia baba simu akiwa nje. Watu walinisumbua sana wakaniambia hapa kwa Jakarta, wakaniambia tupatie pesa yenye baba alikutumia. Mimi baba hakunitumia pesa. Mimi nilimpigia simu tukasalimiana, akasema akirudi ataniita. Na bado nangojea aniite. Baba ni rafiki yangu. Sipendi baba kwa sababu ananipeanga pesa. Mimi nampenda kwa sababu mahali ametoa Kenya akaiweka. Gaucho anasifu Raila kila saa kwa sababu baba anamlipia rent. Na anamfanyia shopping. Si aoe, si Gaucho uoe. Kama unalipiwa rent, unafanyiwa shopping, kila kitu iko. Kitanda yenye unalala baba ndiye amekubaia. Friji ni baba. Na pia Gaucho huwa ananitusu mimi, anasema nimejengewa nyumba. Afadhali mimi watu wanajua niko na nyumba nyumbani. Nimejengewa. Nikaletewa kitanda na pike sadasi ile kubwa. Yeye aenda aonyeshe boma yako wao nyumbani. Aachana hapa Nairobi. Raila Odinga amesaidia Gaucho sana. Ile malazi Gaucho analala ni Raila Odinga. Sasa Gaucho pia anaweza anasimama kwa kamera tusi mimi. Sisi ni viwete mbili. Gaucho kiwete, Gaucho ni kiwete ya mguu. Mimi ni kiwete ya mkono. Sasa viwete mbili ati pia Gaucho anatusi kiwete mwenzake. Omba. Ati mimi Gaucho ananiambia tap TikTok, mimi napenda kuomba. Yeye si anaomba. Akienda kwa Raila Odinga kila saa, niko na vijana. Niko na vijana huku nje, nipatie pesa. Baba anampea pesa. Na akuli na vijana. Mimi nataka nishauri baba. Mimi ni rafiki yako baba Raila Odinga. Afadhali mtu anakuambia ukweli kuliko mwenye anakudanganya. Mimi huwa sikudanganyi. Gaucho anatumia vijana vibaya. Ushaona mwanaume ako na matako nyuma nyashi. Ukiona mwanaume yote ako na nyashi. Kenya hapa kuna watu wawili wale wanafirwa nyuma. Mtu wa kwanza ni Kasipul. Diamond anafira Kasipul nyuma matako. Diamond afanyangi na mwanaume urafiki bure. Iwezekani. Huyo Diamond wa Tanzania iwezekani. Afanye na urafiki bure. Kama uwezi inama nyuma ufirwe. Lazima. Unaona Kasipul anasifu Diamond kila saa. Nikufirwa anafirwa nyuma. Anafirwa. Ndio maana anapenda Tanzania, kwenda Tanzania. Ndio kila saa Tanzania, kila saa anaenda date, kila saa anaenda date. Si supporter wa mama wa Tanzania. Mama nini anaenda kufirwa. Akishikwa kutu anaenda Diamond anamtoa kutu. Mama nini? Mama anatambua. Ushaiona Samia Suluhu na nani? Kasipul wamepiga picha. Ushaiona? Lakini akienda huko analala kwa hoteli Siga nani ndiye analipa? Kwani wewe ukiita msichana date? Si nafuu garamie mahali analala, anakula nini? Si Diamond ndiye anamuita. Akienda huko anabeba na gari za kiserikali. Haina shida Diamond. Diamond ni mtu wako na pesa yake. Sipididi alifungwa. Wewe ukumbuke Diamond akishuka hapa ndege akikaa hivi miguu hivi. Pididi alipiga headshot 8 kwa matako. So Kasipul ni bibi ya Diamond. Mwingine ni Gaucho. Ako na nyashi. Akitembea nyashi nakaa hivi nyuma hivi. Anapigwa matako. Sasa mtu mwenye anakulwa matako ataniambia mimi nini? Ananiambia nini? Anachukia Babu Owino, na Babu Owino ndiye alimuokoa kama wanataka kumkula kwa seli kwa matako. Na yeye ndiye alikuwa ameongea na huyo jamaa, alikuwa na kiu. Jamaa alikuwa anataka amtoe kutu. Gaucho alikuwa na kutu akiwa kwa seli. Sasa si mwenye alikuwa anakula yeye ako nje. Sasa ako kwa seli na ako na kutu. Sipaka akule matako. So mimi mtu kama Gaucho naonanga akiongea nasema hasa hii takataka gani? Mimi siwezi fira mwanaume mwenzangu matako. Hiyo ni tabia ya Kasipul hapa Kenya na Gaucho. Na kule Tanzania ni Diamond. Ndio unaona Bahati. Wewe unaonanga Bahati na nani? Alikiba. Ushaiona video yote Bahati wakiwa na Diamond? Ushaiona? Sijaiona. Ako na familia, afiri matako. Na ukiona rafiki yoyote Diamond ako na yeye hapa kwa hivi, baba kwa bamba hivi. Anafirwa. Aya mbaya sana. Nyuma hakuna kitu. Nyuma hakuna kitu. Sasa hii Kasipul haezi mkojo ikikuja haezi finya. Haezi kaa na mkojo dakika 2. Haezi kojoa na finye cha. Hawezi. Anakojoa kwa miguu. Kasipul haezi mwanaume nafuu kojoe mkojo futi moja. Na hapo mbele kuna unaweza kata. Na unaweza kata. Na pia
Gaucho haezi shika nini ya kukuja ya kunyamba. Ana break. Ananyamba kama pikipiki ile imewekwa exhaust kubwa. Sasa mtu kama huyu ananiambia nini? Bwana, nyinyi mwaje mnajua nyinyi Kasipul na Gaucho mashoga wawili. Wananiambia nini? Mwanaume ufungulie mwanaume mwenzako mabuti. So mimi nataka niseme Diamond, kuwa na discipline na wanaume wenzako. Acha kupanish Kasipul. Kasipul analalamika sana. Kwanza ile siku Kasipul alikuwa Tanzania, mwiyo Diamond alikuwa amempromise shoti moja milioni 5. Shoti moja milioni 5. So Kasipul alipigwa shoti 5 akapewa 1 million. Sasa hiyo kitu inaumiza Kasipul. Umemshaiona Tanzania hivi karibuni? Ni kama hiyo mapenzi imesusia kidogo. Ni kama wako kwa divorce. So Kasipul, tafadhali ukiwachwa achika. Napenda kuachika. Thank you very much. So Mr. Nuru tukimalizia, umesema Mr. Gachagua hajawahi saidia mtu wote kwa supporters wake. Na tunaona kuna kijana wetu wa bunge anaitwa Dennis Wanjala amesema amenunuliwa pikipiki mpya ndugu yangu. Inaitwa Spyro na Gachagua. Na hajasaidia Mgodha ndugu yangu. Wacha niwaambie kitu. Dennis ni mtu wa vipindi. Dennis tunamjua ni mtu wa vipindi. Amesema Gachagua amenunulia pikipiki mpya. Bwana, aliletewa hapa kwa bunge. Pikipiki ile najua yenye Gachagua usiwende unanunua hizo pikipiki zenye haziwezi enda Western, hizo za battery za kuchajua watu, unasema mtu amekubaia pikipiki. Gachagua ni mtu wa kubaia mtu pikipiki ama kupea gari. Hata Dennis anaibisha Gachagua. Gachagua ni mtu wa kupeana pikipiki. Ni mtu ameenda kule US. Wewe unafikiria US Gachagua alitoa pesa ngapi? Alafu anakuja kwa ati Denana blackmail hapa ati Gachagua alipea pikipiki. Hiyo ni PR. Gachagua namwambia aende apeleke Ngozi wa Mngodhe kwa hospitali. Tuna demand. Kwa sababu Ngozi wa Mngodhe aliumia kama ameenda kuchukua nani? Gachagua. Na inafaa Gachagua amsurprise, amtibu. Ngozi wa Mngodhe sasa anaoza kwa nyumba. Ana pesa ya matibabu. Gachagua anakula, anakunywa, analala. Tafadhali Mama Dorcas, you are a bishop. Tafadhali saidieni Ngozi wa Mngodhe. Mimi naongea kwa sababu niko na uchungu. Ile maisha Ngozi anapitia saa hii, ingekuwa pia mimi na feel kama mzazi. Tafadhali naomba Gachagua msaidie Ngozi wa Mngodhe apone. Amekuwa diehard wa Gachagua sana. Mimi nimekuwa diehard wa Raila Odinga. Mimi hata saa hii shida ikinipata Raila Odinga ndo ndalilia. Kwa hivyo Mr. Nuru Kangu unamaanisha Gachagua asaidie supporters wake. Juu bado tuliona kuna vijana hapa Jacaranda walianza kulia wakasema sijui walikuwa wamenunuliwa, sijui waenda wamkaribishe mheshimiwa na waku. Unamaanisha Gachagua asaidie Ngozi wa Mngodhe kwanza. Wacha ukweli isemwe, Gachagua asaidie mtu. Kwani tunafichana hapa nini? Kama Ngozi wa Mngodhe tangu Gachagua arudi amekaa muda gani hapa Kenya? Sina karibia mwezi mzima Ngozi wa Mngodhe. Kwani unataka kuniambia Ngozi wa Mngodhe Gachagua ajui Ngozi wa Mngodhe ameumia? Ajui? Anajua. Gachagua, Cleophas Malala, tafadhali saidieni huyu kijana. Ngozi wa Mngodhe hii tunacheza atakufa. Hii ni iko serious, atakufa. Unajua hakuna injury mbaya kama ya huku tumbo. Ngozi wa Mngodhe ni kama alivunjwa mbavu. Ni serious. Tafadhali Gachagua, beba Ngozi wa Mngodhe, peleka kwa mahali hospitali mzuri na ulipe pesa. Wacha mchezo. Msiniambia ati mko tuko upinzani hapa na shida ikitupata hawataki kutusaidia. Sisi tuko one term. Unaona watu wa two term wakipata shida hivi wanasaidiwa na watu wao. Na opposition wanasaidiki. Opposition wasaidie Ngozi wa Mngodhe. Mimi sitaki hata wanisaidie. Wasaidie Gachagua, asaidie Ngozi wa Mngodhe. Kwa hivyo atibiwe. Mr. Nuru Kanga unamaanisha ile opposition ilikuwa ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, mtu akipata shida walikuwa wanamsaidia. Lakini hii kidogo kuna kutofauti. Raila Odinga naye tuseme ukweli, Raila Odinga makateli tu, lakini ukidili na babu 1 on 1 venye mimi na deal na yeye namuelewa.
Mimi si deal na PA wa Raila Odinga. Na deal mimi na yeye. Wewe na yeye. Nikijisikia nataka kusikia sauti yake, napiga. Na anashika tunaongea. Hiyo sio siri, sijidanganyi. Hii hata kama nani anaenda huko azibe huko mashimo aseme Nuru. Sasa ile simu mimi najua paka Gaucho venye alikutana yeye akamwambia huyu mtu sijui. Unajua Gaucho ni mshene ako kama mama. Gaucho na mama ni kama anaendanga period kwa matako. Kuna tofauti Gaucho na mama. Hata afadhali wa mama anafinya period. Saa zingine unaweka shindano isitoke. Gaucho hana shindano ya kuweka kwa matako yake. Mshene na wivu. Hakuna mtu ako na roho mbaya kama Gaucho. Si ati namchukia kwa sababu ya nini. Gaucho mimi nimekuwa na yeye. Ni person Hivi nimekaa na yeye. Deme mtu anaongea unajua huyu mtu anaweza saidia mtu ama hawezi. Kama kuna youth ako na roho mbaya Kenya mzima ni Calvin Okoth Gaucho. Mimi uweze hata anashindanga akisema anakaa maisha mazuri, sijui nini. Mimi uweze nilinganisha mimi na Gaucho. Mimi nalea, wacha wale watoto anaokotanga kwa kijiji anapiga nao picha anasema ni wake. Hiyo ni PR anafanyanga. Chana ujinga. Mtu mwenye alienda hospitali kuleta kuchochea mtoto wangu akiwa mgonjwa, huyo ni mtu ako na akili. Anachukua siasa mpaka anaweka kwa mtoto. Ako na akili mzuri. Gaucho akikutumia hata ndio unaona akipewa pesa anakuja anaita watu anaweka kwa media. Mimi ni mtu wa kuniweka kwa media unipee 10,000. Mimi Nuru Okanga. Mimi nipangwe na Gaucho. Hadi sasa mimi niwe Gaucho anaenda kwa Raila, Raila anampea pesa, anaombea, anaenda kwa Raila anaomba pesa kwa niaba yangu, ati niko na Nuru naenda kukutana naye, nipe pesa yake nimpelekee. Mimi iwezekani. Mimi niko na akili yangu na naheshimu baba. Na mimi ni supporter wa baba kabisa. Mimi ni diehard wa Raila kabisa. Ile tu kitu Gaucho ako nayo wivu na mimi nilikataa kusupport Ruto. Hiyo na uweze nilazimisha. Hapo ndio beef yako na hapo tu ndio beef yuko. Nimetokea. Hapo tu. Alinipigia simu akaniuliza kama baba amesema Ruto ni mzuri, wewe ni nani unapinga? Nikamwambia wewe kwani sitaki kuongea mbaya. Tuachie tu hapo. Pointi yangu ni Gachagua jaribu kusaidia Ngothe wa Mngothe. Uko na pesa, si ati hauna, uko nayo. Ngothe wa Mngothe hawezi oza kwa nyumba na watu opposition ni wako. Ndio nimesema baba Raila Odinga, ukipatwa shida na wewe ni supporter wake really kama mimi, atakusaidia. Mimi ni supporter wa Raila really mbaya sana. Ukiguza babu umeniguza. Mimi ni supporter wake lakini simsupport akiwa kwa government. Hiyo nilioppose na bado naendelea kuoppose. One time. Mimi niko na marafiki wengi, hata Cherengei ni rafiki yangu. But yeye yako 2 term, mimi niko 1 term. Na tunaongea hivyo. Nini tunafichana? Na Mr. Nuru Okanga inasemekana uko kwa serikali. Nani anasema inasemekana? Pale kwa bunge pale kwa bunge hata speaker alisema, speaker wa bunge la mwananchi. Wanasema uko kwa serikali. Umejali kwa serikali. Hii ni masangenyo ya bunge, mimi niko 1 term. Atikutembea kwako, kusmaili kwako kuvaa kwa serikali. Wanataka ati niwe navaa vitu mbaya. Mimi ni mtu mheshimiwa bwana. Tunaona watu wa 2 term wenye wameparara hapo Jakaranda. Wameparara ndio naendanga hapo natangaza uji. Kila wanangangania. Watu 1 term. Wa 2 term wanangangania tu. Watu wa 2 term wako na njaa hawajui kujieleza. Tuliona juzi mwingine mjinga mwingine alikuwa kwa Obinna. Ile inajiita serikali, hajui kizungu. Hajui ile affordable house inamaanisha nini. Anasema ati affordable house ni 6,000. Mwingine alikuwa huko Omosho wanao. Anasema ati affordable house 1,500. Kwani watu ni wajinga kiwango gani? Hawa watu watutama wamechanganyikiwa wote. Haya, hawataki Babu Owino. Uliza hapa Jakaranda wale wanapinga Babu Owino. Haya, Babu Owino umtaki yeye, sawa. Amefanya nini? Wanasema ati hakuna mjaluo mweupe. Hiyo yani reason ya watu hapa kwa bunge iko chini sana. Wana load kama memory ya 1 GB. Hautaki Babu Owino, nini amefanya ya maana? Ati hakuna mjaluo mweupe. Mama ya Babu Owino alikuwa anaogesha Babu Owino mara 5 kwa siku. Wazazi wao hawako anawaogesha, ndio maana ni weusi. Hiyo ndio sababu yako mweusi. Walaumu wazazi wao. Babu Owino mahali alikuwa anapelekwa Lake Victoria, anaoshwa kwa siku mara 5. Ndio maana ni mweupe. Hao watu wengine weusi walaumu wazazi wao. Walikuwa naogeshwa after 1 week.
Sasa usikuje kutuambia ati Babu Owino ni Muhindi, sijui nini. Babu Owino ndio tunatambua. Na after baba Raila Odinga, juu baba Raila Odinga ataenda retire kwa siasa. Atawacha nani? Babu Owino. Babu, the only person mwenye anaezana na siasa ya Nyanza ni Babu Owino. Very wise man. Intelligent man. Very intelligent. Very intelligent man. So, Mr. Nuru Okanga, tukimalizia. Mr. Nuru Okanga, tukirudi hapo mahali penye inasemekana wewe uko kwa serikali, unatumia na serikali. Mr. Nuru Okanga, tunakuona mpaka unapatana na namba ya unapatana na namba ya Cherargei, Senator Cherargei. Yaani unapatana na namba ya watu wakubwa kubwa sana kwa hii serikali, Mr. Nuru Okanga. Na wewe uko opposition na kuna watu wenye kwa serikali, karibu na serikali hawapati opportunity. Mr. Nuru Okanga, kuna kitu unaficha, tuambie. Unajua kwa nini napatana namba za hao watu na kwa nini marafiki wangu? Yes. Cherargei, unajua Cherargei ni lawyer. Yes. Na mimi nampenda sana kabisa. Na hata yeye tulikutana akaniambia ananipendanga kwa sababu gani? Watu wa government wengi wao wananipenda kwa sababu mimi hapa kwa bunge the only person mwenye sipigangi siasa ya ukabila. Ukianza siasa ya tribalism tunakosana. Sitakangi mambo ya ukabila. Mkikuyu ako na haki ya kukaa mahali popote. Muluya ako na haki ya kukaa mahali popote. Sisi Waluya na Wakikuyu tunaoana. Sasa hao watu wa Nyanza, ukitaka kujua watu wa Nyanza hao watu wanaimba tu tamu ni wajinga na wanachukia Wakikuyu, niambie toka hapa. Ukitaka kujua sisi ni wajinga, wewe toka hapa siku moja uende pale Mount Kenya. Uone kama kuna climax inabebanga Wakikuyu kutoka huko ikipeleka Nyanza. Labda kuwa ameenda biashara na anarudi. Bure hakuna. Wakikuyu ni watu wamejipanga, hiyo ni kusema ukweli. Uweze linganisha Mjaluo, Muluya na Mkikuyu. Iwezekani? Kwa nini unapiga mdomo ati unapiga Mkikuyu mdomo? Hesabu magari za Waluya ni ngapi kwa hii barabara? Sisi Waluya hatuna gari ya kwenda Western. Tunategemea gari za Wakikuyu, Climax, Mbukinya za Wakikuyu. Wajaluo the same. Si gari za ukiona wale enda Western. Ukienda Western unaweza pata Mkikuyu anachunga ng'ombe kwa boma ya Mluya huko. Lakini enda kwa Wakikuyu, Wajaluo na Waluya wamejaa huko anachunga mang'ombe. Wamejaa huko. Alafu unapiga Mkikuyu na umeenda kwao kuchunga huko ng'ombe. Mkikuyu hawezi toka hapa aende achunge ng'ombe Western. Sijaiona na haitaiwezekana. Waluya wangapi leo hii Wakikuyu wameandika hapa Karen. Kwa hivyo kata maua. Kwa hivyo unamaanisha Waluya Wajaluo, unamaanisha Waluya Wajaluo wanakula kwa jina Mkikuyu. Si ndio hiyo? Kwani ni uongo? Ni uongo. Bangi mingi hapa Kenya ni za Equity Bank ni Mkikuyu. Family Bank Mkikuyu bado. Cooperative Bado tu. Sasa wewe unaniambia nini? Ukisikia mahali popote inanemiwa Njorogi, wachana huyo mtu. Watu wameshavuta network na wanajua maana ya uongozi. Sisi Waluya na Wajaluo ni kupiga tu mdomo tutam. Ukiulizwa tutam, Ruto amefanya nini tangu aingie kwa uongozi? Hata amepatiana kwa Harambee Star pesa. Hiyo ilikuwa achievement ya Ruto. Hiyo ilikuwa achievement. Watu wengine wamedandia tu akina Bahati. Kama huna pesa sema huna pesa. Kama huna acha kujichocha. Nataka 1 million. Nataka kupeleka Harambee Star. Wacha PR Bahati. Wacha PR. So mimi nasema Wakikuyu ni watu wazuri. Mkikuyu ukifika kwa site ya Mkikuyu mapema, bora ukuwe unajua kufanya kazi, unaingia kazi. Enda kwa site ya Muluya. Muluya amepata mahali site ama Mjaluo. Bwana, mimi nimekaa Nairobi 22 years. Na wale watu nimekuwa nikifanyia kazi ni Wakikuyu. Ndio wamekuwa wakinilisha. Sasa hii marafiki wangu wengi wale wako German ni Wakikuyu. Unaweza pata tu Wajaluo 2 3. Na pengine unakuwa na huyo Mjaluo rafiki yako hapo German anakupigianga tu simu kukuuliza siasa inaendelea aje. Unaendelea aje Kenya? Lakini Mkikuyu utakaa hivi uone mpesa imbelia ndindi 10,000 imeingia. Ananitumia si ya kwamba ati ananijua ni venye najitu. Wakikuyu ni watu wametushinda. Na wale Wajaluo wanachunga huko mang'ombe, mtoke muende kwenu. Kwani huko kwenu hakuna mang'ombe mnaweza chunga huko Nyanza ng'ombe. Pia Waluya muache ujinga. Muende mchunge kwenu ng'ombe. So mimi hiyo ndio opinion yangu.
Thank you very much.